wasanii wa Kongo muda mrefu na umeweza kufika katika msiba wa MC Pilipili. Kitu gani hasa kimekuinfluence? Unaona kuna generation mpya nyingi ndio inafika hapa tofauti na generation kimekusababisha haswa kufika hapa na hii ni hali ambayo kama binadamu ukipata taarifa ya msiba, yani hii haina kualikwa, ni kujitoa wewe mwenyewe kama binadamu, jua hapa unakuja kushiriki. Hii ni pia ni katika ibada, ni moja ya ibada, kwa hiyo nimekuja kushiriki ibada na ndio kawaida yangu. Mimi nikiwa na msiba umetokea, nipo Tanzania, nitashiriki. Yani ukiniona nimekosa kwenye msiba kuna sababu ambayo labda kubwa ya kiasi kwamba nimeshindwa, yani zisizoweza kuzuilika. Kwa hiyo lakini mimi ndio tamaduni zangu na malezi ambayo nilokulia. Yes. Kwanza mapokeo yako maji na uko katika mazingira gani? Mapokeo mtu anapokea kwanza kwa mshtuko, lakini pia is it true? Yani hivyo kuna ile 50-50, maybe labda is not true, maybe it's not, yani hivyo. Kwa hiyo ni lazima unakuwa unapata kwa mshtuko na ikigubikwa na maswali mengi ya kwamba sio au ndio. Yeah. Karibu wako na sikuwahi kuwa karibu naye. Hata katika kazi yangu ya sanaa au kazi zake za sanaa sijawahi kufanya naye kazi katika mambo ya acting, maybe sijawahi, lakini tu nilikutana naye kama ambassador tulikuwa ambassador wa Asas. Yes, tulikuwa pamoja. Yeah, lakini yani labda naweza nikasema ndio kazi hiyo, lakini kwa kazi ya sanaa ile kama acting sijawahi fanya naye. Ila nilikutana kwenye kazi kama ambassador tukifanya promotion ya maziwa ya Asas. Kwa namna ambavyo watu wamekuwa wakizungumzia kwa mazuri, hii inakuwa picha gani wewe kama msanii kama binadamu wa kawaida sasa? Ile mtu anazungumziwa kwa mazuri na kupa hope, na pia vile vile tuachukue mazuri yake, kwa sababu ukifa litakuwa ni jambo la aibu sana endapo marehemu atazungumziwa vibaya, japo ni kawaida, imekuwa kama ni tamaduni. Hata yani ni tamaduni kwamba huwa tunamzungumzia mazuri, lakini ya huyo hapa mazuri yake tumeyaona na tutayaishi mengine, na tutakuwa mabalozi ya kuwazungumza, kwamba inafarijisha mtu kwamba kuona marehemu ameenda anazungumziwa mazuri, hakuna doubts nyingi, hakuna miguno mingi, japo tu kuna questions, kwa nini kafa, yani waliomuua ilikuwaje, nani kamuua, wamempiga imekwaje, yani ndio kitu ambacho labda hicho ndio maswali mengi mpaka ST Bongo, nyumbani kwanza.